Kwa majina naitwa Omari Mustafa, ni msimamizi wa miradi katika taasisi ya TALO. Leo tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2025, TALO tumefanikiwa kuandaa mafunzo ya vitendo kushirikiana na wataalamu kutoka halmashauri ya Kisarawe. Tupo hapa, tumewaalika wadau mbalimbali kutoka kata ya Msimbu, kitongoji cha Maguruwe, kata ya Chole, kitongoji cha Yombo Lukinga. Wadau wengine wametoka kata ya Vihingo, kitongoji cha Chamalale, na wadau wengine wametoka kata ya Chole, kitongoji cha Msimbu. Tupo hapa leo katika kuhamasisha wadau mbalimbali katika kilimo hifadhi. Kwa hiyo tumeanza na hawa group dogo la wadau wetu wa kilimo, kwa lengo kwamba waweze kujifunza kwa vitendo. Elimu watakayopata hapa itawasaidia pia kusambaza hii elimu kwa wakulima wengine katika hizo kata, katika kufanya kilimo huku pamoja na kufanya hifadhi, na kilimo ambacho chenye tija, kilimo ambacho kitawakwamua kiuchumi. Asanteni sana. Majina naitwa Sadiki Msangi, ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Leo hii tupo hapa katika famu yetu hapa ambayo tunashirikiana na taasisi ya TALO katika kuendeleza kilimo chetu cha mboga mboga. Kama mnavyoona tuna greenhouse hapa, kitalu nyumba ambacho tunashirikiana na wadau wetu au wa TALO. Pia leo hii tarehe 5 mwezi wa 12 2025 tulikuwa tuna mafunzo ya wakulima wetu wanaoshughulika na shughuli za mboga mboga na matunda kutoka katika kata Vihingo, kijiji cha Chamalale, na pia kutoka kata ya Marumbo katika kijiji cha Marumbo. Lakini pia tulichukua wataalamu wakulima wetu hawa ambao kutoka kitongoji cha Msimbu, kitongoji cha Maguruwe katika kata ya Msimbu, na pia kata ya Chole katika kijiji cha Yombo Lukinga. Kwa hiyo leo tuko hapa, tumewapa mafunzo mbalimbali ya jinsi gani ya kuendea huu mnyororo wa thamani wa zao hili la mboga mboga na matunda, yani ni horticulture, ili waweze kujifunza kuanzia mwanzo mpaka kipindi cha mavuno, na pia katika kuchakata ili zao la mboga mboga na matunda. Kwa hiyo hawa ndio wadau wetu, na pia tunawakaribisha wadau wengine mbalimbali tuje tushirikiane katika kuijenga Kisarawe, kuleta maendeleo kwa wakulima wetu na kwa wananchi kwa ujumla, lakini pia taifa kwa ujumla, kwa sababu malengo ya taifa ni kuweza kuzalisha kwa tija ili ifikapo 2030 tuweze kuzalisha kwa kuongezeka kwa 10% na tuweze kulisha dunia na Afrika kwa pamoja. Kwa hiyo nasema kwamba wadau mbalimbali karibuni sana Kisarawe, kama tulivyokuwa nao hawa taasisi ya TALO ambao wanashughulika nao, tuko nao kwenye masuala ya kilimo na shughuli zao mbalimbali, hata za uhifadhi wa mazingira, tuko nao hapa katika halmashauri yetu ya Kisarawe. Asanteni sana, karibuni sana Kisarawe. Naitwa Husna Mnaulo kutoka Marumbo, kata Marumbo, wilaya ya Kisarawe. Mimi ni mkulima wa mboga mboga katika kijiji cha Marumbo. Nimekuja hapa wilayani Kisarawe kutoka shirika la TALO, limenitambua kwa ukulima wangu, limenileta kuniongezea mafunzo. Kwa mwaka kwa kawaida kule nalima napata 500 hadi 600. Lakini kwa mafunzo ya leo haya niliyosoma, natumaini nitaongeza kipato mara 3 au mara 2 yake. Nashukuru sana shirika la TALO pamoja na wilaya kunitambua na kuniwezesha kwenye mafunzo haya. Wito wangu, naomba wilaya ya Kisarawe pamoja na TALO watuletee elimu zaidi, matrekta na mafunzo zaidi, ili vijana waache kujichanganya na mambo maovu, tulime kilimo cha kisasa. Kwa sababu zamani tulikuwa tunategemea vilimo vya babu zetu, lakini sasa hivi kuna kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Wito, naomba matrekta aje kwa wingi sana na waje kutuwezesha ili tuje kulima kwa wingi. Kwa majina naitwa Renatus Butoni, natokea Yombo Lukinga, kata ya Chole, wilaya hii ya Kisarawe. Mimi ni mkulima wa mboga mboga. Nashukuru kupata elimu ya kilimo cha mboga mboga na shirika la TALO kushirikiana na wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Mimi binafsi nimepata elimu hii, nina imani nitaongeza ujuzi wa uzalishaji na kilimo changu cha mboga mboga.
Kwa wastani mimi kwa mwaka nilikuwa ninapata milioni 1 mpaka 800,000, lakini kwa sasa kwa vile nimepata elimu hii na imani nitaongeza uzalishaji kupata milioni 2 mpaka 3. Mimi nashukuru sana halmashauri ya wilaya ya Kisarawe, lakini kushirikiana na shirika hili la TARU kutupa ujuzi, kutuongezea elimu kulima kisasa, na washauri vijana wenzangu tujikite sana na kilimo. Kilimo ni biashara kwa sasa, na imani tukijikita kwenye kilimo tutaongeza kipato, tutatoka kwenye uchumi wa chini lakini kuingia uchumi wa kati. Nashukuru sana viongozi wangu walioweza kuniona na kunichagua kuingia kwenye mafunzo haya. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwanaidi Musa Shembwana, ni mkufunzi wa mambo ya kilimo uchumi na kilimo biashara katika taasisi ya TALO. Kwa kuitazamia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 imetoa kipaumbele kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu sekta ya kilimo inatoa ajira, kuongeza pato la taifa na pia mauzo ya nje. Lakini pia kwa kuiangalizia sensa ya mwaka 2022, 34.5% ni vijana. Kwa hiyo taasisi ya TALO imetoa fursa na inaendelea kutoa fursa kwa vijana kujifunza kilimo, hifadhi na mbinu mbalimbali za kilimo. Kwa hiyo TALO inapenda kuwakaribisha vijana wote wa wilaya ya Kisarawe kuweza kujifunza zaidi mbinu bora za kilimo ambacho ni endelevu na rafiki kwa mazingira, ili waweze kujiongezea kipato chao kiuchumi. Asante. Yaani siku akiwa kupandikiza miti unafanya hayo mazoezi yote si? Hapana. Yaani kwamba unachimba shimo. Mimi ndio hayo mazoezi yote tumemaliza. Unachimba shimo. Ukimaliza kuchimba shimo unaweka mbolea. Alafu unapiga maji siku 3 au 4. Ya 5 unakuja kuweka mchi. Mbolea gani? Samadi. Siku 5. Sisi hapa tumechana tuta. Sawa. Tukaweka samadi yetu tukaizika.